Watazamaji, hii ni Chapesa Media. Kwa mara nyingine tena tunakuja kwa leteni burudani murwa zinazojiri ndani ya nchi yetu kuhusiana na sport letu linalojiri. Slogan ya sasa inatumika, tunacheza. Ile hatuchezi imeondoka. Sasa inasemekana tunacheza, badala ya wizara TFF jana na bodi ya ligi kupanga mchezo, kuahirisha mchezo wa tarehe 15 dabi ambao itakiwa ifanyike siku ya Jumapili uwanja Benjamin Mkapa, wamepeleka mbele mpaka tarehe 25 Juni. Itafanyika tena wapi? Benjamin Mkapa majira ya saa 11. Saa ni zile zile, uwanja ni ule ule. Kilichobadilika ni tarehe tu. Kwa tarehe 15 dabi haitofanyika. Tarehe 25 dabi itafanyika ndani ya siku 10 kati ya ligi wababe wa ligi bwana Yanga African ambao ndo mtetezi wa kombe zidi ya mnyama Simba. Niko mbele na mzee Saidi. Tunataka tujadiliane mawili matatu. Ana vingi vya kuongea. Yeye ukisikia tuleta hoja na leta kitonge. Ana ile slogan yake kusema leta topic. Nimekuja na topic ya kwanza. Mzee Saidi, mambo vipi? Poa, vipi? Fresh kama kawaida. Shwari. Pilika? Alhamdulillah. Mambo yanaenda. Kinyonge. Mbona una haraka sana bwana mdogo, mpaka salamu yako yani nashindwa kuielewa. Mzee Saidi vipi? Hata tibu bwana. Hai kidogo kwa sababu nakuona wewe kama kinyonge mzee Saidi. Mimi sio kinyonge. Kwa sababu unaongea na Watanzania. Ndio. Sasa usikurupuke kwanza kuongea ovyo na Watanzania. Unakwenda polepole ili kusudi Watanzania waelewe. Unawapa madini gani, wanataka kitu gani, wanajisikiaje wanaponisikiliza. Sasa sio unaanza kukurupuka tu, wanajua huyu mzee ana matatizo kidogo ya akili au yuko vizuri au ana matatizo kidogo. Kwa hiyo unaanza taratibu au kazoea yale mambo. Sheria ya mtu kwenda kwa mtu unatakiwa uende taratibu. Hodi, karibu, habari zenu jamani, salama. Karibu kiti ndio unakaa. Sasa ukishakaa unaanza kujingongwasula. Jamani vilienda, vilienda. Shida zinakuja. Ndio maana wanakuambia msibani usiende kuomba jamvi. Lete topic mwanangu. Mzee Saidi. Jana tumeona ujumbe kutoka bodi ya ligi kwa dabi iliyotakiwa ifanyike kesho Juni 15. Imeghairishwa. Wamesogeza mbele mpaka tarehe 25. Hii tunaichukuliaje kwanza? Kwa sababu Simba binafsi walisema wao wanahitaji dabi fanyike tarehe 15. Ikipitilizwa zaidi ya hapo, wao mchezo namba 184 hawautaki tena au hawaujui tena na watu shiriki. Sawa. Ni bodi ya ligi imeshapanga tena mchezo kufanyika tarehe 25. Labda nikusaidie mdogo wako. Umenumiza maswali mawili kwa wakati mmoja. Kwanza nataka niipongeze TFF na bodi ya ligi. Kwa kuahirisha mechi ya tarehe 15. Hicho nawapongeza. Kwa sababu wamefanya utu na ubinadamu. Kwa kwamba bado ndani ya nyumba mtu na mwanae hawaelewani. Wametumia utu na ubinadamu. Kwa kwamba ndani shekhe hakuna kitu chochote kinaweza kikafanyika yani kwa nguvu tu. Hiyo ni vita peke yake, kwa sababu hamna utu, ni kuuana. Hiyo ndio inatumika nguvu. Lakini kwenye majadiliano busara na utaratibu upo. Sijui unanielewa vizuri. Busara na utaratibu upo. Umenielewa? Kwa hiyo mimi nawapongeza kwa hilo. La pili, umeniuliza dabi itachezwa tarehe 25. Sawa. Baada ya kuwa dabi itachezwa tarehe 25, hapa katikati hii mizongezonge na matatizo na misukosuko, mikwaruzano na nini, mpaka kwenda kwenye tarehe 25 watu watakuwa shaelewana. Na alilokuwa analitaka Yanga yametimia. Limefika. Ndio nilisema Yanga wana sababu tatu. Kwa hiyo nilisema sababu 4. Moja kaimaliza bi mkubwa. Lakini sababu zao 3, katika sababu 3, 2 wameshafanikiwa. Kwanza wametangaza tumezulumiwa hela zetu za ubingwa, hatuchezi. Hilo bado halijatatuliwa, ukae ukijua. Hilo liko pembeni bado. Sijui unanielewa? Sasa hivi watu wote tumeangalia kwenye dabi, lakini kuna finali pembeni. Kuna finali Yanga washasema hawachezi mpaka wapewe hela yao. Hilo mlikumbuke wa Tanzania, msijisahaulishe. Ndio. La pili, tumekuja sasa kwenye dabi. Kwenye dabi mimi najua mpaka sasa hivi 99% limefanya nini? Limeisha. 99%. Kwa sababu mpaka mwenye nchi yake kaliweka sawa. Na ndo maana niliwahi kusema hivi,
Huwezi kwenda kumwita Mohamed huyu nani msemaji wa Simba na msemaji wa Yanga sijui na nani ndio litatue tatizo la Yanga. TFF wenyewe wameshindwa. Kwani mimi sijasema? Uliongea hilo. Hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kikamshinda mkuu wa nchi. Tatizo lote mkuu wa nchi ndio anayemaliza. TFF limewashinda. Wamekimbilia bungeni limeshindikana. Yanga kavuta. Sitaki. Yanga katika yale matatizo niliyokuambia sehemu zao zile 3. Sasa hivi unaona watu wanamengenyuka. Na ndio maana nilikwambia mimi sitaki kusema. Unalisubiri. Nasubiri mpaka lipate ushahidi ndio hili. Na Yanga ndio walikuwa wanapigania. Wale waondoke. Hawataki. Tayari Almasi Kasongo nyanyu. Mguto kwa heri. Unamtaka nani mwingine? Na bado wanakwambia mwingine wanamtaka pale. Katibu. Haya, kumbe naona wajua. Bado na mwingine tena. Katibu anaitwa nani? Kidau sijui Kidau. Wanasema na yule naye ang'oke. Sio maneno yangu mimi wasije wakanitia polisi. Ni maneno ya klabu ya Yanga. Walitoa, ni ujumbe wao. Ndio maana yake tunataka fulani na fulani waondoke ndio tutacheza dabi. Kwa hiyo ndio maana sasa hivi slogan inayokuja tunacheza. Ndio maana yake tunacheza kwa wanaondoka. Sasa lingine hilo la yako manga matatu. La 3 nakuja kukwambia baada ya kukamilika ushahidi. Ukishakamilika ushahidi ndakuja kuambia njoo lete kitonge niwathibitishie wa Tanzania. La 3 hilo hapo ukishakamilika ushahidi. Sipendi kusema vitu bila ushahidi. Nataka kusema vitu na ushahidi. Ili Mtanzania akinitizama anajua kumbe mzee ndo alichokuwa anakiamanisha. Naogopa jela. Kuna mtu kawekwa lock up. Wewe hujui? Hapana. Basi twende kuna mtu kawekwa lock up. Sasa sababu zake Yanga 2 zimeshatimia. Kuwa sichezi dabi mpaka wale watu watoke. Sio hela ya ubingwa jamani. Dabi ya Simba kuna watu Yanga alikuwa anataka watoke ndo acheze. Tayari wameshaanza kumeguka na mechi tarehe 25. Kwa hiyo najua mpaka hapa katikati patakuwa pameshaeleweka. Ndani ya siku hizi 10. Ni siku 10. Umeelewa Nyinyi kwa wenyewe mliosoma mnajua kabisa siku ngapi. Katika hizo siku 10 zako ulizozisema hapa katikati patakuwa pameshatulia. Pamenyooka. Sababu ya 3 ndio nitakuja kuileta pakishakamilika ushahidi. Kuwa ninaposema kwa kwamba jamani nina 1 2 3 au ndio Wagalatia babu. Wagalatia wakiamua hawachoki. Aya, wakipanga rao linapita mule. Kaka, kuna bwana mmoja kaniweka status, sijui status kwenye bwana wewe, nimeweka hivi mkono wako nilikuwa nayaongea haya. Anasema huyu mzee mchawi. Sasa mimi na uchawi gani? Vitu unaviona vinakuja. Yanga na Simba mimi sijaanza kufuatilia jana wala juzi. Unajua mzee Saidi? Kuna kodi moja ulinipa, sijui niongee hapa. Hebu iseme. Kuna siku ulinidokeza bwana. Unajua dabi tarehe 15 hamna ila tarehe 25 itachezwa. Hiyo ulijuaje mzee Saidi? Sasa vitu si vinaonekana. Vilionekana ulivyojua. Sasa Yanga sikakataa. Kabla hii. Ndio Yanga kakataa. Sasa tarehe ulijua. Mimi siendi. Tarehe ulijuaje? Vinajulikana shekhe. Sasa Saidi wewe. Mimi ndio nakwambia vinajulikana. Kwa hiyo na ndio maana naomba nikitaje chombo kimoja kilinipigia simu jana. Nikaongea nacho. Nikawaambia hivi, naomba busara itumike. Kwanza mimi binafsi naomba dabi isiwepo. Kwa kuunusuru mpira wetu wa Tanzania. Huwezi kumchukua mmoja hawa kulwa na Doto ukamnunulia suruali na shati. Alafu huyu ukaja ukamnunulia ndala. Haki ya Mungu havai. Ndani ya kukaliki wala akuliki. Lazima wote uendane. Wote lazima uendane wanavyohitaji. Na wale wanasaidiana. Uongo mtupu wa kusema sisi hiyo tarehe ikipangwa sisi Simba tupeleke timu. Wambea waongo. Wale walikuwa na hiyo tarehe 25 asubuhi tutawaona pale. Kwa hiyo Simba wamelizia. Watakuwa wamelizia. Wako tayari attention kusubiria hiyo dabi. Nisikilize. Walizie, wasilizie mechi tarehe 25 imepangwa. Sababu zingine hakuna. Atakaye kataa kuingia pale uwanjani anapewa pointi 3 babu. Atakaye kataa kuingia uwanjani tarehe 25 anapokwa pointi 3 na adhabu kali zitafuata. Bwana uko hapa si siku 10 umesema? Siku 10 basi 10 kwa 9. We sabutu. Siku 10 jioni saa 11 angalia pale zimekuja zote. Wote wanaleta timu pale.
Wewe unafanya hii sasa hivi kuzuiana. Hii hamna cha kusema huyu kanizuia wala nini. Huyu sijui kafanya hivi, huyu sijui nataka nijua ukweli. Watu wanapeleka timu pale. Na kama mimi muongo, atakayeleta vurugu ya kusema mimi sipeleki timu, kaka Daraja, kaka ananyang'anywa. Kaka. Haki ya Mungu nakwambia, ananyang'anywa kila kitu. Aya. Tena na naomba kabisa viongozi wa Simba wasilete huo mchezo, wapeleke kama kubanguliwa tukabanguliwe pale pale. Kazi iishe. Wapeleke tu timu. Lakini wanasemaje? Baadhi ya mashabiki kuwa Yanga ni namba shufa, tarehe zao ndo wanashinda. Ila namba witili si tasa hizi uaga Simba ndo wanashinda. Jipange babu, jipange. Watili wa nini bana wewe? Iwe watili, iwe watoluzi wa nani wote vitu. Wewe jipange shekhe. Wewe vipi? Bana Nigeria wale pale wangekuwa wana uchawi wangeshashinda makombe yote duniani babu. Wewe kuna uchawi uko kama Nigeria? Mtu yote asikudanganye babu. Sisi tunafungwa sio kama ni uchawi. Sisi tunazidiwa na wachezaji. Kwa hiyo unaniambia kikosi cha Yanga wewe bwana wewe. Huo msimu wote waliochukua ubingwa kaka au Mamelodi wenyewe walikohoa. Sasa kikosi nyuma kilikuwa bado hakijakaa kwenye ile katika mlolongo uliokuwa vizuri. Bana kuna Chapesa. Hebu nisikilize. Mimi si ndo nilikuwa na wadai Yanga? Ndio. Kwa nini nilikuwa na wadai Yanga? Kaka, uchawi hata kama upo kwenye mpira hauna ruksa ya kuweza wewe kushinda. Kama uchawi ungekuepo basi wangekuja kunichukua mimi niende nikacheze. Si tunategemea uchawi? Tengeneza timu, peleka uwanjani. Fumua watu wote pale. Uchawi unakuja baadaye. Uchawi upeleke mwenzio na mchezaji kama Aziziki, wewe una mchezaji kama Saido. Wewe una akili bado, wewe kwanza usinikumbushe bwana mimi. Taacha kufanya kipindi. Wewe mwenzio na mchezaji kama Aziziki, wewe una mchezaji kama Saido. Hapo wewe nenda zako huko bwana. Wewe unataka tuharibu kipindi. Mimi nakwambia. Wewe Yanga ile imeenea kila idara. Wewe wenyewe uko wenyewe si walikuwa wanapondana wale. Wachezaji waliosajiliwa Simba hata Manzese unawapata. Hawa wakusema viongozi waliopita. Mpaka mimi nikawaambia sasa kama ndio mlikuwa mnaona hivyo kwa nini mliwaleta? Ukatoa kaka kule kuna mashine zinatembea kama msio mchezo. Sasa hadi ulikuwa kula auli huko. Yaani kila ukikao uelewi. Unapiga fegi uelewi. Nilikuwa napiga fegi. Ukikao mimi nitafika au vipi? Anasema credit nini inaitwa credit nini? Eti ile mtu akifunga magoli hat-trick. Eti Saido ana hat-trick. Mbavu kabisa hat-trick. Mimi hat-trick inanisaidia nini? Hat-trick chukua ubingwa. Hat-trick unaongezewa katika Tandalubeta ng'ombe wa Umari. Achana na hiyo habari. Mimi credit inanisaidia nini? Sitaki hata kuisikia credit. Credit hujafunga magoli. Sasa kwa credit hujachukua ubingwa ina maana gani credit? Hii sasa tunaelekea. Eti bwana wewe. Ngoja kwanza. Eti bwana watu walikuwa wananisimanga mimi wanasema Saido mchezaji mzuri. Ana ufungaji bora. Nikasema hao wana akili kweli hao. Wewe ufungaji bora una ubingwa. Hebu tuende kwenye maswali ya msingi tuwape wa Tanzania laza. Huko hakuna. Achana nao huko bwana. Wewe tengeneza timu bwana. Hiyo namba watili itajulikana pale pale kwenye watili. Rais wa FIFA, rais wa TFF. Ndio. Bwana Wallace Karia. Ndio mzee wetu. Jana akamsimamisha bwana Almas Kasongo, CEO wa bodi ya ligi. Huku ikija bwana mwenyekiti Nguta, yeye katoa barua kulingana na wazifa wake wa kuacha madaraka ya kuongoza bodi ya ligi. Mzee Saidi, ili tunaliongeleaje juu ya hii hali? Kwani si ndio alichokuwa anakitaka Yanga kaka? Yanga ndio alichokuwa anakitaka. Kwa ndio milolongo aliyoamua kupita ni hii. Ndio maana yake. Ndio maana nimekwambia 100% mechi ya tarehe 25 itakuwepo. Sasa Yanga walilijua mapema manake baada ya kutoka ujumbe ya bodi ya ligi wao wakakubali tunacheza hata hii. Tayari walishajua viongozi wanang'oka. Walishajua viongozi wanang'oka. Sasa kumbe wao wanasema hivyo tayari washajua kuna mtu anaondoka, Walivotaja tu sisi tuko tayari kucheza. Hasa na nyinyi huku upande wa pili mnacheza mchezo. Wewe jaribu kugoma. Sasa Simba wanalalamika wanasema sisi tumeburuzwa sana. Nyinyi hamsemi. Wenzao wa Simba wanasema na wenyewe wameshaburuzwa sana. Si walikuwa wanakataliwa kucheza kwenye mechi, kwenye fanyaje, kwenye nani, wanazuiliwa kuingia viwanjani kufanya mazoezi. Yaani wanalalamika na malalamiko nayo mengi. Sasa subirini ligi ishe na nyinyi mtimue mengine.
Mmeshachelewa. Sasa hivi nizamu ya Yanga. Lakini kama ilikuwa ni makosa kwenye bodi ya ligi, unaonaje kwa vilabu vingeshirikiana kujaribu kulitatua hili zaidi ya wao kuacha Yanga kama Yanga? Hata kuniambia udhaifu unajua Yanga pekee yao. Ngoja sasa. Kuna wengine walikuwa wameshaanza. Wapi? Kuna timu ilikuwa inaanza na yenyewe. Ilitoka kwenye kupanda daraja kuja Super League. Nao hawajapewa hela yao ya ubungu. Wanasema tujapewa hela yetu. Ina maana ingeendelea wengi wangetokeza. Ndio maana nikasema hivi, pale patatoka madudu mengi. Hebu pitisheni haraka busara. Itumike haraka kabla ya manongonongo haya hayajatoka. Italeta balaa zaidi kubwa mno. Na ndio maana hata jana kule nilikoongea kwenye kile chombo nikasema wasijaribu TFF kwenda kuwapa Simba pointi 3. Tutaharibu laza ya mpira Tanzania. Hebu nikwambie ndugu yangu Chapesa, umewaona Kenya? Kenya saizi ndio wanahangaika kutengeneza mpira wao. Na wanapambana kupitia Azam Sports. Ni kweli. Ndio anayewasaidia kuitembeza ligi yao. Na ndio mdhamini mkuu. Wale walipotea kabisa. Kabisa walipotea katika spoti. Sasa na sisi ndiko tulikokuwa tunakwenda. Na ndio maana nikasema busara. Bwana mmoja anakurupuka, anasema Yanga hawataki tena busara. Unaongea kwenye chombo cha habari kama wewe unasema watu hawataki tena busara. Shekhe, kwenye maongezi busara lazima iwepo. Ni muhimu. Busara imepatikana haijapatikana? Tupunguze maneno ya kuchomeka. Mama aliwaita viongozi badala kwa kama ulivyosema kawaida. Mama kaita krimu kubwa. Hajaita wahuni. Hajaita muhuni hata mmoja kaenda kule. Hawa wanaovaa suruali za kushekisheki. Mimi nawataka nini? Wewe umemwona mzee dalali pale kwenye picha. Akala kanzo. Sasa nguo ya heshima. Mtu wote unaingia msikitini kumuomba Mungu. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Ushakula mwenyekiti wako kala suti. Mwenyekiti kala suti. Suti ya maana. Angalia mama anamsikiliza nini. Wewe unafanya mchezo. Wewe umemwona mwenyekiti msaidizi wa Yanga, yule rais msaidizi. Nguo alizokuwa amevaa. Wewe unaenda kwa wewe TFF unaenda kukana wahuni hao na kupigisha kelele. Tulikuwa tunaupoteza mpira. Mimi wanione kama naongea vibaya kama ni nini, mpira tulikuwa tunapotea. Kwa sababu gani? Kwa nini nimesema wahuni? Mnakaa kwenye vikao na TFF. Ndio. Asubuhi saa 12 mnakutana na waandishi wa habari, tunawadai hela zetu TFF. Yaani unapandikiza chuki juu ya chuki. Yaani badala kukaa na uongozi na taasisi unatoka tena kwenye waandishi. Unaenda kwa waandishi. Unaenda kuyamwaga. Ambayo ilikuwa ni siri ya wale TFF wamesema milango ilifungwa na tuliapigiwa simu na mtu mkubwa. Wewe mtu mkubwa nani? Mtu mkubwa nani? Watanzania wanataka kujua mtu mkubwa nani. Huoni kama unaleta vurugu? Ndio maana ya uhuni. Maneno mkiyaongea kwenye kikao kila mmoja anatoka na la kwake ndani ya nafsi yake. Bwana vipi kwenye kikao? Bwana vipi kwenye kikao? Kama ile kwa sababu Watanzania wanataka kujua. Kama kile kikao alichofanya Kabudi. Aliwaita pale wote. Nani alitoa? Nani alitoa? Hakuna. Walikuwa kina nani? Alikuwa Mangungu. Nani? Engineer Elsi na wengineo. Wale ile ndio ile krimu sasa ile yenye adabu. Uliona imetoka? Hapana. Sasa wao TFF wanaenda kuhangaika na wale. Mimi kazi yangu nimeajiriwa kusema, wewe ukiniambia mimi nayapeleka. Ndio maana yake. Sasa tunaleta shida katika mpira wetu. Ndio maana nimekwambia wahuni. Kwa sababu muhuni yeye anakurupuka tu. Wahuni. Mimi nakwambia kweli, hawana busara. Tuangalie maneno ya kuyasema. Tuangalie maneno ya kunena ndani ya midomo yetu kupeleka kwa Watanzania. Ni yapi? Sawa. Naona mama kazi ameimaliza. Imeisha. Kaita watu wenye akili zao. Dakika kadhaa kama. Ndio maana unaambiwa kijiji kikikosa mzee ukitumbukia pale ondoka, kuna mabasha. Na usifute hii. Utajua mwenyewe. Wewe umeenda kijiji ukute hamna mzee hata mmoja. Kimbia. Ondoka hapo pai. Kuna mabasha. Haya kufungia barua. Utajua mwenyewe kama ni mabasha ya kufungia barua, utajua mwenyewe. Kimbia toka. Hapa fai kukaa shekhe. Usifute hii. Iende. Iende hivyo hivyo. Mzee amefoka. Bwana. Mtatuharibia mpira wetu. Mama kasikia, kawaita viongozi wa ngazi za juu. Tangu jana
mama alivyoongea nao wale, umeyasikia walioongea na mama? Hapana. Kwa nini? Zaidi tu taarifa imetoka kwa TFF na wao wakapitisha. Sana tulichokiona ni picha tu wamepiga na mama. Unajua wameongea nini na mama? Hakupo. Hakuna kitu chochote. Hiyo ndio busara. Hiyo ndio busara. Hiyo ndio busara. Shida yenu nini nyinyi? Kwa nini mnataka kuharibu mpira? Na AFCON mimi nimeandaa. Natengeneza viwanja. Chani inakuja hiyo. Chani inakuja. Nyie mlete vurugu tufungiwe. Tunafanya vitu gani? Mpira wa Tanzania unaenda? Hamna. Lazima tuwe na busara. Na ndio maana unajua kazi ya kuongoza Simba na Yanga usichukulie kama vile upo nyumbani kwako unaongoza familia yako. Ile ni kazi kubwa sana. Hivi vilabu viwili. Na ndio maana kuna siku nimekwambia zimeshika taifa la Tanzania. Zimegusa kila nyanja la taifa la Tanzania. Hivi vilabu viwili vya kiongozi mmoja anasema ukiongoza klabu ya Yanga na Simba ni sasa upewe mkoa mzima uongozi. Alisema ndio. Si umeona sasa? Hebu ngoja nikuulize. Wale wanaume walidinda kabisa yani kumwachia Fei. Sakata lile alilimaliza nani? Mama. Basi. Kwa hata kuniambia Yanga wakisimama katika misingi yao mtu wa mwisho kabisa wa haraka kwenda kukimbilia. Twende kwa mama. Si lishashindikana. Hawezi kumsikiliza. TFF wenyewe wameshindwa. Si waliita kikao cha kwanza. Mzee Saidi. Sasa mimi nataka niulize swali kidogo hapo. Niulize. Kati ya bodi ya ligi na klabu ya Yanga ipi mkubwa hapo? Bodi ya ligi pamoja na Yanga mkubwa nani? Bodi ya ligi ndio wenye mpirao mkubwa. Bodi ya ligi mimi mwanachama. Wewe mwanachama. Mimi sinakupa faida wewe. Sasa kwani usimsikilize? Nikusikilize wakati mimi nakupa faida afu unaninyonga. Wewe, mimi nakupa faida afu unanionea. Lazima nitatoka nitasema. Kama unitaki nifukuze. Na ndio maana Yanga wakakwambia hivi, tuko tayari hata kushuka daraja. Maana kubwa sana hiyo. Ndio hiyo sasa kama wewe mimi unitaki basi nifukuze niondoke. Unagombana na mkewa. Mkewa anakuambia nifukuze. Nikuache peke yako. Nikuache peke yako, si unitaki? Niache. Ndio ile Mwenyezi Mungu anasema toa talaka, japokuwa anaumia, toa. Ndio sheria. Wewe toa. Haujapenda. Andika tu iende. Ndio kesho yake unamkuta yuko mtaa wa pili unachukua kamba. Unajinyonga. Sasa kumbe. Unamwona bodi ya ligi unataka kuelekea kwa sehemu. Ndio maana yake. Bodi ya ligi walikuwa wanakwenda kuunyonga mpira. Wanaenda kuua. Kwani ukishanyongwa unafanyaje? Si ndio umekufa? Ndio walikuwa wanatupelekea huko cha pesa. Na ndio maana nikawaambia hivi, wasipojihadhari TFF na bodi ya ligi patatoka madudu mengi. Mtibwa naye alikuwa kaishanyanyuka. Yeye anasema katika ile championship walicheza akakabidhiwa kombe lakini swala la pesa hajui. Sasa msemaji anachojua ni kombe. Haya. Mama ndio kaenda kamaliza kila kitu. Mama kafukia kauli zote. Zimetulia. Kimya. Imeisha. Sasa hivi tunasubiri dabi. Lakini sasa dabi tunasubiri. Yanga mambo mawili yameisha. Ndio mawili tayari. Mawili tayari. Bwana Kasongo na Mguta. Lakini aliorodhesha mambo matatu. Mimi nilikwambia mambo matatu. Wao Yanga tunaenda. Walisema bodi ya ligi inatakiwa kiwe chombo huru, kisijitegemee ndani ya TFF. Lingine walichokihitaji wao walisema ilitoka tuseme 4 sasa. Katibu wa TFF bwana Kidao Wilfred Kidao hajiudhuru au aachie madaraka, lakini likafumbuka lingine kuwa hatutoshiriki kwenye FA mpaka pesa zetu tulipwe. Sasa kuna mambo mawili bado hajafanyika. Yamefanyika mawili bado mawili kwenye hoja zile 4 walizozitoa mara ya kwanza la Mguta pamoja na CEO. Je, ili la Kidao na bodi ya ligi kuwa huru bado halijakamilika, je watacheza? Sasa hiyo wao wametoa ni mapendekezo yale kukishauri chama cha mpira. Si ndio? Wamekishauri chama. Wamekishauri kwa kwamba tunaomba bodi ya ligi inaendesha ligi iwe huru, isiingiliwe na TFF au na mamlaka zingine zinazohusiana na TFF, kiwe chombo huru. Yale ni tuseme kama ni maombi au ni maono yao au ni maono ya kwao ya Yanga, kwa kwamba hiki chama au hii bodi ya ligi ikikaa peke yake iwe ni muhimili unaojitegemea na uwe unaamua mambo yake bila jali mtu mkubwa kwa yani bila kusulubishwa. Umenelewa? Ndio. Ile ni maoni au ni
ni mapendekezo tuseme yaliyotolewa na mwanachama wa TFF, kwa tunaomba katika hii bodi ya ligi iwe huru. Wana maana yao wale Yanga wana kitu walichokiona. Na hii hakutolipwa bado pesa, hatujaona ujumbe pale kusema tumeshapokea pesa zetu. Kutoka dabi unabidi ukakutane FA na Singida. Hiyo sasa tutajua hapo. Tusubiri. Kwa vile muda bado unaendelea, ni kama kile kiazi mnumbu umeweka kwenye moto kinatukuta hivi. Yaani Yanga nakwambia, na wenyewe wanasema wanataka wamalize matatizo. Lakini mimi najua wanapanda matatizo. Bodi ya ligi iwe peke yake, mtatafutana kama mpira wa kona. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu hapo. Yawe. Awe subiri. Kila siku itakuwa inabomolewa ile. Bodi ya ligi iwe chombo cha kujitegemea. Kiwe huru. Haki ya Mungu, kila siku watu watakuwa wanafukuzwa mule. Kila siku atakwambia huyu Yanga, huyu atamtibwa, huyu katoka huku Manungu, huyu Simba. Tengenezeni kiwe huru. Utakuja kuniambia, na kama utakuja kuniambia utakuja kusimama kwenye kaburi yangu, kwa sababu najua mimi nikifa wewe lazima utakwenda kunizika. Utapakuwa unajua Mzee Saidi kazikwa wapi. Utakuja utasema Mzee Saidi, bwana bodi ya ligi iko huru, lakini ulichokisema sasa hivi pangua ndio imekuwa nyingi. Ni kama ile ambayo nilioniambia. Kama ile niliyokuambia. Yametokea. Tengenezeni. Si matakwa ya Yanga wanaomba iwe hivi. Tengenezeni. Lakini na kitu kwenda kwenye misimamo ile ambayo mimi nakwambia hivi, tengenezeni. Afu utakuja kuniambia mpira babu. Yaani pale kila siku watakuwa watu wanaondoka. Kila siku. Huyu Simba, huyu Yanga, huyu Simba. Tena unaniona mimi baadhi ya watu wa Simba wananichukia. Kwa nini sasa? Na wanasema mimi Yanga. Wanakuita wewe Yanga. Ni shabiki wa Yanga. Ila nimejificha kwenye mgongo wa Simba. Lakini mimi sio Simba. Vai wanasema namna hiyo. Kwa nini? Unaweza ukaniambia sababu? Hapana, mimi sijajua na kusikiliza. Mimi nanyoka. Upendi kona. Mimi ukiharibu nakwambia tu ule ukweli. Hapa mmekosea. Mimi ukisema hivi mimi hapa umekosea. Na nakwambia tengenezeni kile chombo kiwe huru. Kwa hiyo wana Simba wataki kwa kweli. Hawataki kabisa. Wanasema kwa kwamba hata kwenye kosa uwasifie tu umefanya vizuri. Mimi siko hivyo. Wallahi siko hivyo, hapana. Na siwezi kuwa hivyo. Mimi Yanga wazuri wanafanya vizuri, nitasimama kada na msia watu nitaisifia Yanga. Simba wanafanya vizuri, nitasema ukweli. Kwani Simba mimi aliyefanya Simba ikakaa vizuri na si mimi? Uliongea na mimi si ndo niliyopiga kelele mpaka inakwenda finali, na nikakwambia kabisa finali ile pale siku ya kwanza kabisa unanifuata. Nakumbuka. Unaenda kuniomba kiunyumba, si ndio nilikwambia kabisa bwana hiyo inakwenda hiyo timu kwa finali naiona kwenye kona. Au umesahau? Nakumbuka. Wewe acha bwana. Na nilikwambia sisi hatuchukui ubingwa wa Afrika. Kweli sio kweli? Imetoka hivi. Ukaniambia Mzee Saidi tunaenda Zanzibar, nikakwambia mimi siendi, nikatafute nini wakati mimi narudi sina ubingwa. Mimi narudi na mabati ya nini? Mimi sitaki yale ya kuvaa shingoni. Wewe ni ngoma mwenyewe kapewa lile kataka kuvalishwa kufika pale kalicholopoa. Afa anawaambia wenzio mnasimama hapa mnafanya nini? Twende ntondoke. Wewe chukua ile finali na vituko. Nilikuwa namtaka Mwali. Ngoma kaumia sana unajua. Lile kombe lilikuwa linabaki. Wewe nenda kawaite wachezaji wa Simba waulize. Bana ile vipi ile? Anakuambia bana sisi tulikuwa tunataka. Unaona kwambia sisi tulikuwa tunachukua bingwa. Na aliniambia mimi Kalabwa aliniambia next week go South Africa, I am coming winning. Yaani tunarudi na ushindi. Go South Africa as I'm coming. Yani I'm coming ndio unarudi. Coming ndio njoo. Kiingereza kazi. Kipo. Ila kipo. Kinasema mule. I was go. Coming South Africa. Is coming Dar es Salaam. International Airport Mwalimu Nyerere is win. Nikamwambia okay. Hiyo okay naijua. Magata kuitamka kwa madaa naweza. Mzungu alikuja Tanzania kuuliza bwana unataka timu gani? Kusema mimi ni Yanga. Mimi ni Yanga. Wao muuliza wewe kuna Simba na Yanga. Kusema mimi ni Yanga. Kwa nini alipenda Yanga? Kwa nini umependa Yanga? Mimi ni Yanga. Kaishia hivyo mimi. Wewe kama mimi muongo. Twende siku moja pale
tukafanya kipindi kwa Waturuki pa. Waturuki wako kibao Yanga. Wako hivi. Mimi nikipita pale ofisini kwao utasikia wananiambia nenda bwana. Wewe Simba, Yanga bigi, niambia kwendeni zenu huko. Anaona kuzingua tu wewe. Niambia Yanga bigi. Kwa nini Yanga bigi? Nyie mnasemaje? Akaniambia Yanga bigi, nikamwambia bigi mwenyewe. Mimi napata tabu. Chapesa mimi napata tabu kabisa. Mpaka Waturuki wale si wanaangalia. Wanaangalia ndio. Sasa siku moja mimi nimeingia mule ndani nafanya kazi. Mule yapi mule ndani? Ndio. Nimeingiza mabewa yangu mule sana natoka. Naona Mturuki anamuuliza Mswahili. Wanaongea afu wananionyoshia vidole. Wanaongea. Mturuki katoa simu. Kutoa simu anaanza kupianta pia ka. Hey, you see you. Na mimi we you mimi you. Sasa nikampata yule yule Mswahili bwana wewe vipi bwana mimi siwaelewi na mnaonyeshana vidole nini akasema huyu jamaa anakuonaga kwenye simu na mimi matatizo. Kwa hiyo bwana Chapesa tumalizie tuishukuru bodi ya ligi kabisa kuahirisha mechi ingeleta msukosuko. Tuwashukuru wale wote waliolisimamia hili tatizo, hili sakata mpaka linataka kutupelekea katika hali ambayo yasintofahamu katika mpira wetu. Mimi mpaka sasa hivi ninavyosema limeisha hili limekwisha. Wayaanzishe wenyewe. Hebu tulieni tumalize hii ligi. Watulie Simba na Yanga. Sasa sio tena huku amekurupuka huyu amekurupuka. Shekhe, maongezi siku zote ndio utaratibu wa maisha ya Mtanzania. Na ndio busara iliyopo. Sawa. Umenielewa? Maguvu, mateke hayatakiwi kwa watu wenye busara zao kama nchi ya Tanzania. Tutaharibu kila kitu. Wakenya sasa hivi wanatutafuta tuharibikiwe watucheke. Wapate juu katika link. Situshuke. Na wanatafuta usiku na mchana. Nyia milioni hili. Wao wanatafuta usiku na mchana si tuharibikiwe. Ili wamseme vizuri mama yetu lakini wewe. Yaani hapa ni nganga. Neno la mwisho mzee Saidi kwa timu yako pendwa ya mnyama Simba kwa ushauri na jambo la mwisho ambao unahitaji kwa shauri viongozi wa shabiki wenzio na wanachama pia wa Simba kulingana na hili lililotokea lilokuwa bodi ya ligi na taasisi yetu kupeleka mpira mbele mpaka tarehe 25. Neno la busara kuwaambia wenzio wapendwa wa mnyama Msimbazi. Kipi ambacho kwa shauri mzee Saidi? The going to Simba, the public Tanzania, the peoples. Yani sisi washabiki the peoples Tanzania. The clubs are Simba. Kiingereza tuwe wamoja unasemaje? Sasa unacheka. We are together. We are together. The support is the Simba Sports Club. Yani wote tuisupport Simba, tuwe wamoja. Hili nataka niliongee kwa ukweli na la ndani kabisa. Tuache masiala. Wenzetu wanajiandaa. Wewe pia. Yanga. Tusije tukaleta sababu mechi iliahirishwa unaona tumefungwa. Wako serious hili linakuja hili. Yanga wako serious, Simba wawe serious. Tunautaka ubingwa. Tusije tukaanza kuzomeana. Na hiyo ndio dabi ya mwisho. Unajua ndio mechi ya mwisho. Na hii ndio mechi ya mwisho. Na hii ndio tukifungwa tunachezeka 5. Kombe liko pale uwanjani. Sasa nawaomba sana viongozi wa Simba wawe makini. Mengi nisiyaongee tutawashtua. Wao viongozi wa Simba wanajua nini cha kufanya na kuweza kupata ubingwa. Kama wamemuita mzee Dalali. Mimi hayo tu ya kwangu. Safi kabisa. Wasimame kwenye engo ya kutafuta ubingwa. Wasitafute kwenye engo ya kusema kila siku sisi tunaonewa. Hamjasema. Semeni tokeni kama walivyotoka wenzenu Yanga, alafu msikie. Mtasapotiwa, mtazomewa. Sawa. Nguvu itakuja. Mtasikilizwa. Kama wenzenu sisi tutapiga kelele. Mtasikilizwa. Maana kama mkazo ungefanyika ile 8 mambo yalisha mapema. Kwa kuwa hamjasema, hatuwezi kujua mna mazonge gani. Sawa. Kama mna mazonge na nyinyi tokeni hadharani, mseme TFF 1 2 3.
Sasa kama ligi 1 2 3. Kwa hiyo kama mna roho ngumu, sisi tunataka ubingwa. Sisi tunajua wote mko salama. Na wakikosa hii chuma. Kaka. Itajulikana hapo hapo tarehe 25. Tarehe 26 najua utanitafuta. Nini kilichotokea? Nini kilichotokea na nini kilichojiri? Sintokubaliana waseme kwa kwamba mechi zimeahirishwa sijui nini. Tumepewa siku 10 kwa ajili ya kujiandaa. Maandalizi mazuri. Tena mechi itakuwa tarehe 25 Jumatano. Itakuwa hivyo. Siku ya kazi kabisa. Maandishi ya Simba yako mangapi ukihesabu kwa herufi moja moja? Simba 5. Bana funga kipindi. Tuonana Mungu akipenda. Imeisha hiyo. Funga kipindi Mungu akipenda. Bwana huyo ndo mzee Saidi anakuambia Simba ina maandishi 5. Kwa hiyo uhakika tarehe 25 mnyama Simba ubingwa ni wa kwake. Cha msingi anachosisitiza wana Simba tusibweteke. Viongozi jamani msimame katika misingi ili kuiandaa Simba na dabi inayofuata. Hii ni Chapesa Media, msikose kusubscribe katika channel yetu ya YouTube, mukatufollow TikTok na Instagram. Asanteni sana.